Leo nitaelezea kitabu kwa namna tofauti kidogo, tofauti na jinsi ambavyo huwa nakielezea mara nyingi. Leo nitaelezea kwa namna ya kuangalia mambo ambayo nimejifunza, lakini pia makosa ambayo nimeona yameuzungumziwa kwenye kitabu ambayo kidogo yameresonate na mimi. Na naweza nikatoa disclaimer, mimi sio mtaalamu wa kiuchumi kwa maana ya professional financial educator. Kwa hiyo natoa tu mawazo yangu, lakini pia uzoefu wangu, jinsi ambavyo nimeinteract na pesa, au naweza nikasema mfumo wangu wa kiuchumi. Kwa hivyo kama unahitaji msaada mzuri wa kiuchumi, tafadhali waone wataalamu au financial educators. Jambo la kwanza ambalo nimejifunza ni kwamba ni muhimu kuwa na mifumo mizuri ya uwekezaji ambayo inatusaidia sisi kuwa na uhuru wa kiuchumi, kwa maana ya kwamba kama unaweza kufanya uwekezaji kwenye maeneo ya real estate, kwa maana ya ardhi na components za ardhi kama nyumba au biashara za nyumba kwa maana ya makazi, au unaweza kununua hisa, au unaweza kuwa na biashara ambazo zina generate enough cash flow ambazo zinaweza kuongeza asset, na baadaye unaweza kuwa na kipato kikubwa kwa maana ya income, ambapo hizi expenses zako ama gharama zako ndogo za maisha zinaweza kuwa covered kwa wepesi, na unaweza kutengeneza hela nyingi kwa ajili ya kuishi vizuri bila kuhofia matatizo yanayokuja hapo au uncertainties in the future. Kwa hiyo hicho nadhani ni kitu muhimu ambacho nimejifunza, lakini kitu kingine nimejifunza kwa makosa ambayo tunayafanya sisi. Kuwa na uelewa mdogo wa elimu ya kifedha, tunaweza tukaendelea kulaumu mitaala, lakini kimsingi tuko kwenye era ambayo taarifa zinapatikana kwa wepesi, lakini pia kwa gharama ndogo tofauti na zamani. Sasa hivi tunaweza kupata elimu ya kifedha kupitia mitandao ya kijamii, kwa maana kwamba kuna wataalamu wa kifedha au financial educators wengi, wengine ni certified, wengine ni wanajifunza wenyewe. Kuna vitabu vingi unaweza ukasoma, lakini pia kuna podcast nyingi, kwa hiyo ni muhimu kujifunza. Nimekuja kuelewa kama mtu ambaye ana biashara ndogo kwamba muda mwingine ni muhimu sana kujua, je, system ya kodi ikoje? Jinsi gani kodi ina affect biashara yako. Lakini pia kama uko kazini pia unalipwa vizuri, ni vizuri kupitia bank statement yako, kwa maana ya kwamba ile salary slip uangalie deductions za huu mwezi zimekuwa hivi, ni kutokana na nini? Labda kama kuna kitu kimeongezeka, wages zangu zimeongezeka, kwa hiyo wamededuct vipi? Unaweza kujifunza pia jinsi gani sheria inaweza kuwa rafiki au inaweza kuwa adui kwako. Unaweza kupunguza makali ya sheria kupitia kujifunza sheria inasemaje kuhusu biashara unayoifanya. Kwa mfano unafanya labda biashara ya tourism au utalii au Airbnb, unaweza kuangalia jinsi gani sheria ina-favor hiyo biashara, au kama kuna changamoto kwenye hilo eneo. Lakini pia kuna kitu kingine hatujifunzi, jinsi ya kutunza pesa imekuwa ni changamoto. Kuna mambo mengine kama uwekezaji hatujui, hata unaweza kumsomesha mtu kumwambia kuna mifumo mingapi ya uwekezaji anayoifahamu haijui. Kwa hiyo ni changamoto. Lakini pia namna ya kuangalia masoko na jinsi gani kugundua fursa, lakini pia science au elimu ya kuuza au kuwa a salesperson. Watu wengi wame overlook au muda mwingine tunapuuzia maeneo ya kuwa naweza nikasema kuwa na kukuletea uchumi, lakini tunapuuza tunaweza kujua kwa namna gani, kwa maana ya kwamba watu wengi tunachukulia poa mtu anayeuza, anasema yule tu ni tapeli, lakini the science is kama wewe sio mzalishaji basi wewe ni mtumiaji. The good part about it ni unaweza kukaa katikati pale, angalau ukao unapata faida nyingi, kwa sababu utakuwa katikati ya mtengenezaji na muuzaji. Kwa hiyo katika haya yote tunatakiwa tuwe na moyo au ari ya kujifunza. Lakini kitu kingine kuna issue ya kuajiriwa na kujiajiri. Wengi tumejikuta kwenye sehemu au tuwe na option moja, kwa maana kwamba tunaona kwamba kuajiriwa ndo tunatoka. Lakini nadhani kunaweza kuwa kuna changamoto kwenye system, lakini hiyo isiwe shida, kwa maana sasa hivi tunaweza kujua kwamba we have multiple options. Swala kubwa linakuja pale ni kwamba kama unaweza kumpa mtu option mbili, yeye ndo anaweza kuchagua kwamba mimi nitapenda kuajiriwa ama mimi nitapenda kujiajiri. Na the issue is katika kuajiriwa ndo tumeona kwamba kuna changamoto. Tunaambiwa kwamba emphasis ni unatakiwa ufanye kazi kwa bidii ili upande au uwe na cheo kikubwa. Lakini unajikuta siku zote tunakuwa kwenye ile mwandishi ameita the rat race, kwamba panda cheo unakuwa kwenye instant gratification, baadaye unaona haitoshi, gharama za maisha zinapanda, mshahara unakuwa kidogo, baadaye tena unahitaji tena upande cheo kingine. Tunatokea muda mwingine kunakuwa na migongano kwa watu ambao tulikuwa nao pamoja tunafanya nao kazi, lakini pia baadaye inafika wakati tunachoka na tunaona hatujambulia chochote. Kwa hiyo the good part about it ni kwamba inakupa ile insight, kitabu kinakupa insight ya kujua kwamba tunatakiwa pia tuwe na insight nje ya kuajiriwa, lakini the good part inakupa insight ya kuona kwamba hata kama mifumo inatupenda kiasi gani haiwezi kutuajiri wote. Kwa alisema business personally mmoja anaitwa Emma Grade, ambaye sasa hivi naweza nikasema anatrend sana kupitia kitabu chake cha Start with Yourself. Amesema kwamba kujiajiri ama entrepreneurship ama kuwa na maono makubwa katika biashara au maisha si maono ya kila mtu. Lakini nakupa picha kwamba hata kama ukiwa kwenye safe side ya kusema kwamba nataka kuajiriwa, unatakiwa uchukue fungu ambalo ni jema, like the best option, like the best fruit, like the best tree that is laid from the good foundation. Kwa hiyo utakiwa by the end of the day umeretire, unaanza tena kujiuliza imekwaje. Tumeona mfano watu ambao walikuwa ni wana kazi za kawaida kwa maana ya janitor au cleaners, ambao waliweza kufanya investing kwenye stocks baada wao kustaafu walikuwa na kiwango kikubwa cha pesa. Kumaanisha kwamba sometimes shida sio kazi, ni mifumo ambayo unatakiwa uiweke ili kwa ajili ya kupata the good output at the end of the day. Kwa hiyo that is one of the biggest insight I've got from the book. Lakini good thing ambayo pia nimejifunza ni jinsi ya kushinda vikwazo, kwa maana ya kwamba sisi kama watu mara nyingi tunakumba changamoto kwenye maisha. Kitu ambacho kinafanya watu wengi tushindwe kufanikiwa ni kwa sababu tuna uoga ndani yetu. Mwandishi pia ametuzungumzia sana, aliita I coined the term little chickens. Kwa maana ya kwamba mara nyingi kuna sauti ambazo ziko ndani yetu. Na hiyo inakupa picture kwamba adui wa mtu namba moja ni mtu mwenyewe. Ndani yako kuna kitu kinakwambia hauwezi ukakamilisha hilo jambo, hauna knowledge, hauna mtaji, hamna mtu anayekujua, hamna mtu atakayekuja kushika mkono.
That is the weirdest thought I've ever heard. Yani ndani kunakuwa kunachemka. Kukuza idea yake ya kuuza kuku, kwa maana kuku wa KFC alitumia model ya royalty based franchise, kwa maana ya kwamba anapeleka idea kwenye restaurant ambazo tayari zimekuwa, lakini atapeleka bidhaa yake pale na atakuwa anapata percent ndogo kutokana na mauzo ambayo yanatokana na kuku wake pale. Lakini walimkataa mara 1009. Mr. Pete Herman mwaka 1952 akamkubalia na akaanza kupata sales kutoka pale. Unaanza kujiuliza kama mtu, of course, naweza nikasema humility level au perseverance level au uwezo wa kuvumilia ni unatofautiana kati ya mtu na mtu, na definitely sisi Gen Z tunaonekana hatuna uvumilivu, ni kwa sababu we are trying to push things very fast and above limiting factors. Lakini unaanza kujiuliza kama mtu alikataliwa mara 1009 baadaye akaja kukubaliwa, who is you, who is me, ambao tunakuwa tuna at first, second, third, even fifth or 10th try tunaanza kukata tamaa for our good ideas. Leo nakupa picture kwamba you are supposed to like having persistence, na kama kuna sauti ndani yako, mimi naamini labda ningekuwa ni mara 500 au my little chickens kwenye akili wangeniambia I say you have lost, definitely I could have given up. Lakini storyline inatuambia kwamba Harlan Sanders hakukata tamaa, na mwandishi anasema hivi, if you hear those chickens inside of you, just fry them, kwa maana ya kwamba don't be scared, just push it and you will make it. The other thing ni uvivu. Kwenye uvivu nadhani amenigusa. I would say that kwa sababu wanasema hili ni janga kwa almost like watu wengi. I am the victim, I want to admit that. Lakini anasema jinsi gani ya kuondoa uvivu ni kuwa na ambition au kuwa na a little bit greedy, kwamba kwa maana kuwa na tamaa, lakini tunaita kama passion, yani ile matamanio makubwa, kusema kwamba ukiwa na tamanio au ukiwa una sababu ya kufanya jambo, definitely hauwezi ukawa mvivu. Utakupa passion na kusema kwa nini kila siku niamke asubuhi mapema kwa ajili ya kufanya mazoezi, labda nataka kuwa mkimbiaji bora. Itakwambia kwamba kama unataka kuwa mfanyabiashara unatakiwa ujifunze mambo ya mahesabu, ujifunze mambo ya banking, ujifunze mambo ya taxation, ujifunze mambo ya sheria kwa ajili ya kuperfect your business. Lakini pia there are a lot of stuff, but the good thing ni kwamba we are not supposed to be lazy. Anyhow, you are not supposed to be lazy. Sehemu ya mwisho ni kwamba kitabu kinakupa insight nyingi ya sasa, kama ukiwa ni mwanafunzi unasoma, ama ukiwa graduate au inamaanisha umeshamaliza, umeajiriwa, au mtu yote ambaye unatamani uwe na uhuru wa kifedha. Nadhani it's one of the classic book ambayo everyone must read. Kwa hiyo I'm highly recommending Robert Kiyosaki's Rich Dad Poor Dad's work. Na hichi kitabu kama nilivyowaambia, kwa mdhamini wetu Mr. Joseph Bookshop ambaye anatusaidia sisi turuke kila siku, mnaweza mkatafuta hapo kwa ajili ya kupata hichi kitabu. Anauza kopi moja kwa shilingi 20,000. Lakini pia mdhamini wetu mwingine anaitwa On Air ni Mashuka Grade 1. Na sasa hivi tupo YouTube, kumbuka kusubscribe, ndio tunaanza kwenye channel yetu. Kumbuka kusubscribe, kushare pamoja na kucomment, lakini pia kutoa like your insight, unatamani tusome kitabu kingine kipi kwenye book club yetu. Na yeah, kwa hiyo that's it for today. I hope you got a little bit of something and I wish you a good day. Bye.